Naenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi, kifungu cha 4 mstari wa 17 mpaka 22, alafu nitaendelea. Wacha tusome alafu tuombe na tutaendelea kukupea neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi. Tunaomba kwanza, tuombe. Bwana, kwa jina la Kristo Yesu tunakushukuru kwa wakati mwema umetupatia siku ya ajabu kama hii. Tunakuinua kwa sababu umeona ni vyema tuhubiri neno hili. Asante kwa kila mmoja anayefuatilia, asante kwa kila mmoja ambaye amengojea. Nina imani kwako ya kwamba Mungu utabariki watu wako, utawatenda mema Mungu, na utakutana na tamanio la mioyo yao. Wacha hili neno liwainue, liwajenge, liwatakase, liwapee nguvu za kuendelea maisha tunayoishi. Pokea sifa na utukufu kwa maana umetutendea haya yote, kwa jina la Kristo Yesu naomba na kuamini. Sasa mpendwa wa msikilizaji, neno la Mungu linasema hivi kutoka kitabu cha Warumi, kifungu cha 4 mstari 17, nitaendelea mpaka 23 hapo na tutabarikiwa. Maandiko inasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, atajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyowezekana kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyo neno, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Yeye aliyekuwa dhaifu wa imani, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Mungu abariki neno lake adhuria ya leo. Mpendo, nimekuletea neno la imani, nikwambia ya kwamba kuwa na imani katika Mungu. Kuwa na imani katika Mungu. Nataka kuhubiria neno la mtu ambaye anaitwa Ibrahimu. Maandiko inasema ya kwamba kama vile ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Ukirudi kitabu ya Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi 3, maandiko inatukumbusha zile ahadi Mungu alimpatia Ibrahimu. Ndio uweze kuelewa ni kwa nini anasema ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa. Maandiko inasema Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Maandiko inasema, Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na nitalikuza jina lako, nawe huwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiao, naye hakulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
Bwana asifiwe sana wapendwa. Maandiko inasema hivi: kama vile ilivyoandikwa kuwa baba wa mataifa mengi, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahimu alipewa hiyo ahadi. Na ndio hii maandiko inasema aliamini. Nataka kukuambia haje mpendwa msikilizaji, kuna ahadi uko nayo katika kila hali unapitia katika maisha yako. Ibrahimu alikuwa mtu mzee, na maandiko inasema akiwa ako kama miaka 100. Na huyu mtu alimngojea Mungu na akakumbuka ahadi zile Mungu alikuwa amempatia. Atitoka kutoka kwa watu wenu nitakubariki, nitakufanya uwe baba wa mataifa. Kwa hivyo Ibrahimu alitembea na hili neno likiwa ndani yake. Mpendwa, nataka kukuambiaje kwa urahisi, kila mtu akona hali anapitia. Kila mtu akona tamanio la moyo wake. Kila mtu kuna ombi akonalo. Kila mtu akona kilio. Kila mtu akona maono. Kila mtu katika dunia hii akona ndoto zake. Ndio maana ukiuliza mtoto mdogo akiwa shuleni unataka kuwa nani, utasikia anakuambia nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa daktari, nataka kuwa injinia. Kwa hivyo akona ndoto na akona maono. Biblia inasema kama vile ilivyokuwa imeandikwa. Kwa hivyo Genesis ndio Mungu alimpatia, akamtokelezea na akampea ahadi. Mpendwa, nataka kukuambia hivi, ni vizuri utafute ahadi yako ulio nayo ndani ya Mungu, ndio ukapate kusimama kwa imani kumwamini Mungu. Huwezi kaa hivi ukisema unamwamini Mungu lakini hauna ahadi. Tafuta kila hali unayopitia. Neno la Mungu linasema aje kuhusu hiyo ahadi. Biblia inasema hivi. Genesis chapter 15 verse 5 and 6. Nataka kukuambia kile alikuwa anaamini. Ndio hata wewe utafute kitu ya kuamini. Maisha sio kuishi hivyo. Ni lazima uwe na kitu unaamini. Kama unaamini kwa familia, lazima utafute neno la Mungu linasemaje kuhusu jamii. Kama unatafuta watoto wako wakuwe wakuu katika nchi, lazima usimame kwa ahadi za Bwana. Kwa hivyo Genesis chapter 15 verse 5 and 6. Nataka kukuleta polepole ni kuonyesha. Maandiko inasema verse 5. Genesis chapter 15 verse 5. Maandiko inasema akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kasihesabu nyota kama ukiweza kusihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Hii ni ahadi. Mungu anamtokelezea tena Ibrahimu, anamwambia toka nje, hesabu hizi nyota. Anamwambia uzao wako utakuwa kama hizo nyota. Yaani watakuwa wengi. Alimwambia nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hivyo anamtoa nje, anamwambia hesabu hizi nyota. Anahesabu, anamwambia hivyo ndivyo itakuwa. Verse 6 anamwambia hivi, akamwamini Bwana. Pedro nataka kukubiria polepole ndio uelewe. Maandiko inasema akamwamini Bwana, ama akamwamini Mungu. Kumbuka wakati huo Ibrahim hakuwa na mwana. Wakati huo Sara hakuwa na mwana. Akimtoa nje amwambie uzao wako ama mataifa yale unaongoza itakuwa kama hizi nyota asihesabika. Hakuwa na mwana. Kwa hivyo akamwambia ahesabu. Verse 6 inasema akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa kuona nyota na kusikia ile ahadi aliyoahidiwa, alihesabiwa kwamba yeye ni mtu wa haki.
Mpendo, nataka kukuambia aje, imani ulio nayo ndani ya Mungu ndio itakufanya uhesabiwe haki. Huyu mtu alikuwa ameseka, mama alikuwa ameseka, lakini anapoambiwa hesabu hizi nyota, na anaambiwa uzao wako utakuwa kama hizi nyota, maandiko inasema aliamini. Nataka kukuambia aje rafiki yangu, wewe ambao unanifuatilia ama unafuata neno la Mungu, ni lazima ukisikia ahadi za Bwana, ni lazima uamini. Hata kama kabla hujaona, ni lazima uamini. Ibrahimu aliamini kabla hajaona, na ndio maana Biblia inasema akahesabiwa haki. Mpendo, wakati mwingine tunapopewa ahadi za Bwana, tunauliza itawahi fika lini? Itawezekana? Mungu kweli ni mwaminifu? Tunajirudia. Lakini nataka ufuatilie vile Ibrahimu aliweza kupokea muujiza wake. Maandiko inasema akamwamini. Akaamini Mungu. Akaamini neno la Mungu. Akaamini zile ahadi alizopewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunarudi kwa Romans chapter 4 verse 17. Kama vile ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu. Ibrahimu aliamini Mungu kwamba yeye siku moja atakuwa baba wa mataifa. Mpendwa, lazima uinue imani yako katika Mungu. Lazima uweke imani yako katika Mungu. Ndio maana leo nakufundisha have faith in God. Kuna jambo unatamani kuwa nalo, have faith in God. Kuna kilio katika moyo wako, kuwa na imani katika Mungu. Huyu mzee nilikuwa na tafakari, naona ya kwamba pengine kama alikuwa na ndugu zake, alikuwa na dada zake, walipata watoto na wakapata watoto wao. Kwa hivyo pengine aliona kizazi kama 2 hivi, kwa sababu alikuwa na miaka 100. Na nataka kukuambia hivi, alimwamini Mungu. Hata wewe kwa hiyo hali amini Mungu. Pengine umekuja na nyuki, amini Mungu, kile unakuja kufanya kitafanikiwa. Pengine unataka kuanza biashara, amini Mungu, ukianza haitaanguka. Pengine unatafuta kazi, amini Mungu, utapata hata kabla hujaiona. Hiyo ndio kukua na imani katika Mungu. Ibrahimu kabla hajamzaa Isaac alikuwa na imani ndani ya Mungu. Alipomwambia angalia hizi nyota na usihesabu, akakuwa na imani katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana mpendo. Kwa hivyo hiyo hali ulio nayo, nataka kukuhimiza adhuhuri ya leo ukuwe na imani katika Mungu. Muamini Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine mtu ujidharau, mtu ujidunisha, mtu uona kana kwamba sio wewe unaweza. Kama kwa mfano Mungu akikutoa nje leo akwambie utakuwa na wholesale, utaamini Mungu? Ama akwambie ya kwamba utakuwa mkuu katika na nyuki hii Laikipia, utaamini Mungu? Ama akwambie wewe utakuwa sio mahali fulani, utaamini Mungu? Maandiko inasema akamwamini Mungu. Kuwa na imani katika Mungu. Jambo dogo kubwa unalotaka kufanya, kuwa na imani katika Mungu. Muamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So aliweza kumwamini Mungu. Na maandiko inaendelea kusema hivi, mwenye akamwamini Mungu mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuhuisha wafu, ayatajae yake yasio kuwako kana kwamba yako. Yaani alihesabu Mungu na akaamini kwamba vile aliambiwa atakuwa baba wa mataifa, akaamini itakuwa hivyo. Wapendwa, acha nikwambie kitu kimoja, nikufungue mawazo yako. Kuna vitu huwa unaonanga kana kwamba haiwezekani,
Hiyo ndio Mungu anataka uamini. Kile ambacho unaona akiwezekani, hicho unaona ambayo ni mlima, hiyo kitu unaona ni Goliath, hiyo kitu unaona ni kisuizi kubwa, hiyo ndio nataka uamini Mungu. Kwa sababu gani? Mungu wetu anaweza. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatenda mambo makubwa. Verse 18 inasema, naye aliyeamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, akaamini kwamba yasiyoweza kutarajiwa. Natamani uelewe, natamani upate huo ufunuo, natamani ufunguke macho yako ya kiroho, natamani uweze kufafanua hilo. Alimwamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Yaani yasiyoweza kutarajiwa, yale watu wanakuambia wewe hutaweza, yale watu wanakuangalia wanasema hapana, si wewe. Hiyo ndio aliweza kutarajia. Naamini kwa hii familia watu walikuwa wanamzungumza. Naamini angesema atapata mtoto, watu wangesema hapana, wewe ulipitisha muda ama umechelewa. Lakini angalia, amini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kwa hivyo kile ambacho akiwezi kutarajiwa, hicho ndicho unaambiwa na Mungu uweze kuamini. Kile ambacho unaona akiwezekani, kile kitu unaona kina ugumu, kila kitu, kile mahali unaona ni kana kwamba hakuna njia, mahali ambapo unaona uwezi vuka, mahali ambapo uwezi pita, mahali ambapo unaweza unakaa hivi unajihurumia, alafu unaanza kujiuliza maswali, na kweli itawahi wezekana kwangu? Hiyo ndio unafaa kumwamini Mungu kwa yasiyoweza kutarajiwa. Na Mungu akiona hiyo imani, atakusaidia, ataingilia kati, atakuinua, atakubariki katika familia. Watu wakikuangalia hivi, hiyo familia wanaweza fikiria kuna mtu katika hiyo familia anaweza kuwa mwalimu. Hapo ndio unaambiwa yasiyoweza kutarajiwa, wewe amini. Watu hawezi amini kana kwamba kwenu kunaweza tokelezea kitu kizuri. Kunaweza inuka mwanabiashara, kunaweza inuka mwalimu ama daktari ama injinia. Hiyo ndio unaambiwa yasiyoweza kutarajiwa, wewe uamini. Na ukiamini, Mungu wetu huwa ni mwaminifu. Atashuka na atatenda mambo makubwa kwa utukufu wa jina lake, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Aliweza kuamini yasiyotarajiwa. Haleluya. Napenda hili jambo na vile limewekwa. Yaani hicho unaona akiwezekani ndio anaamini. Yaani ameseka na hadi amepewa ya kwamba utakuwa baba wa mataifa, ya kwamba watoto wako yaani mataifa, yaani utakuwa baba wa mataifa. Akaamini na ikakuja kutendeka ikakuja kutendeka hivyo hivyo. Mpendo, nataka kukuambia aje mchana wa leo, nataka kukuhimiza ili kwamba imani yako ipate kujengeka. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usiache kushikilia imani. Endelea kushikilia hiyo imani, endelea kuamini Mungu. Kwa hiyo unaona haitawezekana. Sangine unaweza kujiuliza, kwa hii familia kweli mimi nitaweza fundisha watoto, mimi nitaweza wasomesha? Kwa hiyo unaona hali hii ikiwa ngumu, hiyo ndio Mungu anakuambia amini. Na ukimwamini Mungu hufungua njia, Mungu hutengeneza njia mahali hazipo, Mungu huona tamanio la moyo wa mtu, Mungu huja. Ni kwa sababu ameona imani yako. Na nilikwambia ni mstari wa 11, kifungu cha 11 kwa Ibrania mstari wa 6, nikakwambia pasipo kukuwa na imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa hivyo kuwa na imani ya kumpendeza Mungu. Unaweza jiuliza, je, naweza toka na nyuki nikafanya kazi kwingine? Amini, inawezekana. Na ukiamini Mungu, yeye ndio ufungua njia. Maandiko inatuambia mawazo yetu si kama yake, njia zetu si kama zake. Kwa hivyo ana njia zake na ana kile anakuazia. Lako
ni kukua na jukumu la kumwamini yeye, kwa sababu anaweza kutenda. Maandiko inasema hivi, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Nataka kukuambia haje, Ibrahimu hakuwa mdhaifu katika imani yake. Yaani imani yake haikuwa na udhaifu, haikuwa nyonge, haikuwa inayumba yumba, haikuwa ni ile ya kusita sita. Alimwamini Mungu. Maandiko inasema yeye hakuwa dhaifu katika imani. Mpendwa, nataka kukuambia aje mchana wa leo, toka kwa imani ambayo ni dhaifu. Kuna imani zinakuanga ni dhaifu. Unasema ukitoka asubuhi, pengine kama unafanya kazi, pengine kama we ni mwanabiashara, unatoka ukiwa unasema siku hizi vile mambo hilivyo, tunaenda tu kukalisha duka, tunaenda tu kukalisha kazi. Hapana, hiyo ni dhaifu, ni imani iliyo na udhaifu. Ukitoka ukikiri ya kwamba naenda kutafuta utajiri, naenda kutengeneza fedha, naenda kufanya kazi, hiyo ndiyo imani. Unaitamka na itakuwa hivyo. Kwa hivyo imani ya Ibrahimu haikuwa dhaifu, na ninaomba ya kwamba imani yako isikuwe dhaifu. Hiyo roho na ikemea. Imani ambayo ni dhaifu ni roho mbaya. Isikuwe na udhaifu imani yako hata kidogo. Kuwa na imani ambayo iko na msimamo. Kuwa na imani ambayo haiondolewi kwa barabara. Kuwa na imani ambayo ina mtazamo. Kuwa na imani ambayo hakuna mtu anaweza kukuondoa mahali pale. Kile unaamini ikuwe ndio hicho na uwe unakiri. Kwa sababu akiangalia ahadi zile Mungu alimpatia, akasema imani yangu haitakuwa dhaifu. Kwa hivyo yes, yeye aliyekuwa na asiyekuwa dhaifu kwa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Nataka kukuambia aje, Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka kama 100 vile maandiko inavyosema, lakini maandiko inasema akukaa akifikiria vile mwili wake umedhoofika, ama vile mwili wake hauna nguvu, ama wakati wake umepita. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa na Sara. Hakuona amepitisha wakati wa kupata watoto. Hakuwa ameona ya kwamba yeye alisaulika. Hakuwa anaona udhaifu katika mwili wake. Na hivyo ndivyo maandiko inasema. Hawakuangalia udhaifu, hawakuangalia miili yao ishakufa. Yaani wamepitisha, miili ishakufa. Unaona kitu kikufa ni kwamba una tumaini tena. Yaani unaachanga, hata unajiachilia tu. Lakini hawa wapendwa, maandiko inasema hawakuwa hapo. Walimwamini Mungu, waliamini Mungu, wakaendelea kuamini Mungu. Hata hali ya kufa ya tumbo la Sara, hata kama ilikuwa imekufa, hata kama ilikuwa haiwezi beba mtoto, waliendelea kuamini Mungu. Waliendelea kuwa na ile imani ya kwamba Mungu aliwaambia siku moja watakuwa baba wa taifa. Wakaendelea kuamini Mungu ya kwamba yaani watoto wetu watakuwa kama hizi nyota walizozihesabu. Wakaendelea kuamini Mungu, wakaendelea kufuatilia, wakaendelea pengine kuomba, wakaendelea pengine kusoma maandiko, wakaendelea pengine kuambia watu. Na hivyo ndivyo Mungu wetu anapenda tukae, wapendwa. Yaani tumwamini Mungu ya kwamba imani yetu mpaka ifike mahali inaweza pokea kitu. Pengine ni nyumba unataka kujenga na bado hata hujajua unajenga wapi. Hiyo ndio kukua na imani. Unaanza kuamini Mungu ya kwamba siku moja nitakuwa na nyumba, siku moja nitajenga. Unaendelea kukua na ile vision, unaendelea kukua na ile tamanio, unaendelea kukiri haya mambo, unaendelea kujiona uko kwa nyumba yako. Hiyo ndio kukua na imani ambayo sio imani dhaifu. Hata kama ni miaka 5 itaisha, endelea kuamini Mungu. Hawa wapendwa walikaa wakiamini Mungu, waliendelea kushikilia imani, waliendelea kushikilia ahadi walizopewa na Mungu, na imani yao ikaendelea kujengeka. Mpendwa, unajua ni kwa sababu gani
saa ingine imani yetu haina nguvu, ni kwa sababu hauna ahadi ambazo umesimama kwazo. Yani umesimama kwa ahadi ya Mungu. Ni ahadi gani unasimama nayo kwa ajili ya hiyo hali unapitia? Pendwa, mchana wa leo nimekuja kukutia moyo. Kulia hakutakusaidia, kunungunika hakutakusaidia. Inuka na ujenge imani yako katika Kristo Yesu ambaye ndiye mwamba imara. Na ukijenga hii safari utaendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utamfurahia Mungu kwa sababu Mungu wetu huwa ni mwaminifu siku baada nyingine. Maandiko inasema hivi, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutuamini. Nafurahishwa na huo mstari ya kwamba alipoona ahadi za Bwana hakusita kwa kutuamini. Hii roho ya kusita, yani unasita, you struggle through unbelief, yani hauna imani. Imani yako inakuwa na mashaka. Sengine unasema nilikuwa nimefikiria, nilikuwa ninaomba lakini nikaachilia. Hapana, maandiko inasema ya kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Nataka kukwambiaje mpendwa, usikuwe na ile kusita, usikuwe na ile kukua na mashaka. Imani yako ijengwe juu ya ahadi ya Bwana. Imani yako ikuwe juu ya ahadi ya Bwana. Kama ni watoto, unasema watoto wangu watakuwa wakuu katika nchi. Unaendelea kusema hivyo, unaendelea kukiri hivyo, unaendelea kuwazungumzia, unaendelea kutamka, unaendelea kuomba. Katika jina la Kristo Yesu. Akiona ahadi za Bwana, maandiko inasema hakusita kwa kutoamini. Na kemea hii roho ya kutosita. Yani unakuwa na mashaka, unakuwa ambao una msimamo, haujui unasimama na ahadi gani. Mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba tafuta ahadi ya Bwana kuhusu chochote kile unapitia. Mungu angalia ahadi yake na kuja kuitimiza. Na ninakuhakikishia ukikuwa na ahadi ambayo unaenda mbele za Bwana, unakuwa na ile kukua na imani na unaamini hiyo ahadi ile Mungu amekupatia, na usikuwe na mashaka na usikuwe na ile kusita kama vile maandiko inasema. Mungu wetu atakutendea makubwa. Maandiko inasema bali alitiwa nguvu katika imani. Nataka kukuambia aje mpendwa, mchana wa leo, kuwa na imani. Yani imani yako ikuwe na nguvu ya kwamba hakuna kitu kitakutoa katika hiyo hali. Yani hata mambo ikikuja, hata majaribu ikikuja, unasema Mungu wangu aliniambia. Hata kama ni mtoto, unasema Mungu wangu aliniambia atanibariki, atabariki uzao wangu. Na unaamini Mungu pasipo kukua na mashaka. Na Mungu siku moja ataangalia hiyo imani yako, ataangalia ahadi yake na atakuja kuitimiza. Mpendwa, mchana wa leo nataka kukutia moyo, nikwambia ya kwamba ahadi za Bwana lazima sitimie. Ahadi za Bwana lazima tusione. Ahadi za Bwana lazima sidhihirike katika maisha yetu, ili tuweze kumwamini Mungu zaidi, ili tuweze kumwabudu Mungu zaidi, ili tuweze kumtukuza Mungu zaidi. Na maandiko inasema aje? Akimtukuza Mungu. Hii ni kumaanisha nini? Yani aliendelea kumsifu Bwana, akaendelea kumtukuza Bwana, akisema Mungu wangu aliniambia aje, nitakuwa baba wa mataifa. Wale watanilaani, Mungu atawalaani. Wale watanibariki, Mungu atawabariki. Mimi naenda kuwa baba wa mataifa. Mungu anakuja kuinua jina langu. Hivyo ndivyo alikuwa anasema, akimtukuza Bwana, akiomba. Mpendwa, mchana wa leo nataka kukuambia aje, toka katika hali ya kunungunika, toka katika hali ya mashaka, toka katika hali ya kujihurumia, toka katika hali ya kulia siku baada nyingine, toka katika hali ya kunungunika, kulalamika hata ukiwa kwa barabara. Kuwa na ahadi ambao unaishikilia na unakuwa hapo na unasema hapo sing'oki. Naendelea kumwamini Bwana. Hata watu wakikuchekelea, wakuambia umengojea Mungu miezi 5, umengojea Mungu miaka 10, umengojea Mungu mbona hujawahi badilika. Wacha nikwambie, Mungu ukuja. Mimi leo nilikuwa nakumbuka ya kwamba kuna siku moja mtu mmoja aliniambia hivi, akaniuliza, nilikuwa nimetoka maombi kesha, kitambo sana. Akaniuliza, akaniambia mimi sioni maombi yako ikikusaidia.
nilisikia kuvunjika moyo, lakini nikawa na ufunuo. Nikasema katika moyo wangu, chenye ninaombea saa hii, si saa hii kitadhirika, kitakuja kudhirika baadaye. Aliniambia, hii maombi unaomba sioni ikikusaidia, lakini wacha nikwambie, maombi yale alikuwa naomba mimi naona ikinisaidia, ni yeye hakuwa anaona haikuwa inanisaidia. Nataka kukuambia aje kusema, kuna watu watakwambia hivyo. Kuna watu watakuvunja moyo jinsi hivi, wakwambia hata hii kanisa unaenda ikusaidii, hata hii neno unakaa ukisoma alikusaidii. Wacha nikwambie, saa hii wanaweza kosa kuona, lakini wakati unakuja, Mungu anakuja kujidhihirisha, na wataona uaminifu wa Bwana, wataona ahadi za Bwana zikitimia juu ya maisha yako. Walioniambia hivyo leo wananisalimia, wananiambia kumbe ulikuwa ukue hivyo. Nawaambia ni Mungu. Alafu ninakumbuka vile walikuwa wananiambia, maombi na hii kesha unaenda asiwezi kukusaidia. Mungu mimi ananisaidia, na nilikuwa ninajua hata kama sikuwa na kitu kizuri, hata kama nilikuwa sina kiatu mzuri, hata kama sikuwa na nguo mzuri, hata kama sikuwa najua kukula vizuri, nilikuwa najua siku moja nitatoka katika hiyo hali. Mpendwa, nataka kukuambia aje, pengine uko katika hiyo hali, unaenda kanisani, unafunga, unaomba, na watu wa jamii wanakuchekelea, wanakuambia mimi sioni hata hiyo imani ikikusaidia, sioni hata kanisa ikikusaidia, sioni hata kuona maombi kukusaidia. Nataka kukuambia aje, kaa katika imani, endelea kumwamini Mungu. Siku moja wanaokuambia hiyo maneno watakuja kuona nguvu za Mungu sikidhirika katika maisha yao. Watakuja kukuona ukiwa mtu tofauti. Maandiko inasema akaendelea kumtukuza Bwana, akaendelea kumwamini Bwana, akaendelea kumsifu Bwana, akaendelea kumshangilia Bwana, akiangalia ahadi za Bwana. Anasema siku moja mimi nitakuwa baba wa mataifa, siku moja mimi nitakuwa mtu mkuu. Na andiko inaendelea kusema namna gani huyu mzee Mungu aliweza kumbariki. Hakusitasita katika imani yake, na akaweka imani yake nguvu, na akaendelea kumtukuza Bwana. Na maandiko inasema huku akijua hakika kuwa Mungu anaweza kufanya yale mambo. Nataka kukuambia haje wewe unayenisikiza, ndugu na dada yangu mpendwa unayesikiza hii kipindi, ninaomba uweze kubarikiwa, ninaomba uweze kuinuka, ninaomba uweze kuimarika, ninaomba uweze kuendelea, ninaomba ukue mtu tofauti tofauti na wengine. Maandiko inasema huku akijua hakika kuwa Mungu anaweza. Mpendo, kuwa na uhakika kwamba Mungu anaweza. Usiachilie, kuwa na hakika ya kwamba Mungu anaweza. Wakati mwingi tunaimba anaweza anaweza. Nataka kukukumbusha nikwambie leo, kuwa na uhakika. Hiyo hali unapitia haitakuangamiza, ni mapito tu unapita. Wewe kuwa na hakika, kuwa ukijua ya kwamba Mungu wetu anaweza. Maandiko inasema huku akijua hakika. Akijua hakika. Weka injina hakika katika mawazo yako. Jiulize wewe una uhakika. Yaani huyu mtu akakuwa na uhakika 100% kile Mungu aliniahidi kitatendeka. Yaani nitakuwa baba wa mataifa. Yaani mtaweza kukua na mtoto. Maandiko inasema akakuwa na uhakika ya kwamba Mungu anaweza kufanya. Pendwa msikilizaji, nataka kukuambia haja, kuwa na uhakika ya kwamba Mungu anaweza kutenda. Hata kama ni ugonjwa, amini Mungu anaweza kutenda. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu. Kuwa na uhakika. Enda mbele za Bwana ukiwa na uhakika. Enda mbele za Mungu ukiwa na ujasiri. Kaa katika imani. Huyu mzee maandiko inasema aje baba yetu Ibrahimu. Akasema huku akijua hakika kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoyaahidi. Wewe umeahidiwa nini? Hiyo ambayo umeahidiwa ndio nataka kukuambia mchana wa leo. Kuwa na uhakika Mungu anaweza kutenda. Mungu akiangalia hiyo ahadi anaweza kutenda. Mungu hajachelewa, Mungu wetu hajakawia. Mungu wetu huwa ni Mungu mwaminifu. Kuwa na uhakika anaweza kuyatenda mambo ambayo unayatarajia.
Ni nini unatarajia kutoka kwa Bwana? Ni lipi unangojea Mungu? Ahadi ulio nayo ni gani mbele za Bwana? Mungu wetu anaweza. Ukiendelea kuamini Mungu atakutendea. Ibrahimu alikuja kupewa Isaac kwa sababu aliamini. Hakuangalia use wake. Sara hakuangalia tumbo lake alitaweza kubeba mwana. Aliendelea kumwamini Mungu. Aliendelea kumtukuza Bwana. Aliendelea kumsifu Bwana. Aliendelea kumwamini Bwana. Mchana wa leo nataka kukuambia aje mpendo. Wewe muamini Bwana. Wewe endelea kumwamini Mungu. Wewe endelea kumngojea Bwana. Jitie nguvu katika imani yako. Mtukuze Mungu. Jua hakika ya kwamba Mungu wetu anaweza kuyafanya yale ambayo ameahidi. Na maandiko inasema akahesabiwa kuwa haki. Hata sisi tunaweza kuhesabiwa haki. Na jina la Mungu wetu litukuzwe. Nikimalizia nitakwambiaje? Luke chapter 12 verse 28 maandiko inasema aje? Basi ikiwa Mungu uvika hivi majani ya kondeni hayapo leo na kesho utupwa, je, atawatendeae? Si atawatendea zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Mungu majani ya kondeni anayapamba, anayarembesha, yanachanuka, na haya majani ama maua kesho yapo, keshoe utupwa, je, amwaminie naye anaweza kumtendea nini? Na kuacha hivi nikwambie mpendwa, endelea kumwamini Bwana. Endelea kujua ahadi za Bwana katika maisha yako. Endelea kujitia moyo katika Bwana. Endelea kumtukuza Bwana. Kuwa na uhakika ya kwamba Mungu anaweza kuyafanya mambo yote anayoyaahidi. Na maandiko inasema akahesabiwa haki. Naomba uhesabiwe haki. Naomba Mungu akutendee. Wacha tuombe. Baba uishie milele kwa jina la Yesu. Nakushukuru kwa sababu ya neno ambalo umenipea. Nimelileta kwa watu wako kwa njia ambaye ni ya urahisi ambayo wameielewa. Ninawaombea mchana wa leo katika jina la Yesu, ya kwamba Mungu wa mbinguni uwasaidie kujua ahadi. Uwasaidie imani yao. Uwasaidie Bwana waweze kujitia nguvu katika imani. Wakutukuze wewe mfalme wa falme. Wakuwe na uhakika ya kwamba Mungu yale ambao umewaahidi wewe una uwezo wa kuatimiza. Wengine Mungu anakungojea ni wadhaifu katika miili yao. Wengine Bwana ni wagonjwa katika miili yao. Wengine hawana amani, hawana furaha. Wengine wamevunjika moyo. Wengine Bwana wanakungojea uwabariki kifedha. Wengine hawana kazi. Wengine hawajaokoka. Wengine wanalia na kujuta kwa hali ambazo wanapitia. Adhuhuri ya leo ninaomba ya kwamba Mungu kaweze kuwatendea kwa sifa na utukufu wa jina lako. Sasa hivi nakemea yule mharibifu, nakemea roho ya mashaka, nakemea roho ya kutoliamini neno la Mungu, nakemea nguvu za giza kwa jina la Kristo Yesu. Na ninaachilia amani na neema ya Bwana kwa watu wako. Naachilia uponyaji kwa walio wagonjwa Bwana. Naachilia neema ya kuwabeba siku baada nyingine. Naachilia neema ya kulijua neno lako na kulishika Bwana na kulibeba katika jina la Yesu. Naombea wasikilizaji wetu wote mfalme mahali walipo, ya kwamba hili neno vile nimelizungumza kwao likatende kazi mambo makuu katika maisha yao Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Ibrahimu aliamini hata kama alikuwa amepitisha miaka. Sara akaamini hata kama tumbo lake halina uwezo wa kuzaa tena na kubeba mtoto. Wakaamini unaweza walipotazama ahadi zile uliwapea. Ninaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni, wale wamesimama katika ahadi
usiwapite mfalme wa falme. Wacha Mungu wa mbinguni ukawaguse, ukawabariki, ukawatendee, ukawainue, na jina lako litatukuzwa milele. Na wafunika wote kwa damu ya Yesu, nikiamini ya kwamba Mungu wa mbinguni baada ya kusikia hili neno hawatabaki vile walivyo, lakini neema yako itawainua na utukufu wako Bwana utakuwa juu ya maisha yao. Katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Sema amen na uamini neno la Bwana. Asante kwa kufuatilia. Mungu akubariki sana.